Yes bana, karibu mwana michezo tuzungumze football. Nikiwa na mbukuzi wa soka Hamis Kabwe, mchambuzi wa masuala ya kabumbu, na hii ni mara baada ya dabi ya Kariakoo tarehe 3 mwezi wa 5 uwanja kuhamishwa. Awali kuna tambulika kwamba ngoma itapigwa pale Stadio de Benjamin Mkapa, lakini hivi sasa taarifa rasmi kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania bara ni kwamba mchezo huo utapigwa Meja Jenerali Isamuhyo, ambao ni uwanja mama wa klabu ya Simba katika michezo yake ya ligi kuu soka Tanzania bara. Niko na mbukuzi. Mara ya kwanza ngoma ilipelekwa Guantanamo Bay katika mchezo ambao Young Africans alikuwa mwenyeji. Maneno yakawa ni mengi sana kwa watu wa Simba wakilalamika wapewe sababu za msingi. Sasa safari hii bodi ya ligi umetoa sababu, ni uwanja kuwa katika matengenezo, ngoma itapigwa pale Isamuhyo. Watu wa Jangwani hili wamelipokeaje? Lakini hapa mbukuzi wa soka na mwenyewe atafafanua kinaga ubaga hali ambapo ipo. Mbukuzi wa soka, tuanzie hapa. Ngoma imehamishwa kutoka Benjamin Mkapa, imepelekwa Meja Jenerali Isamuhyo. Imehamishwa? Yes. Awali mechi ya kwanza, mzunguko wa kwanza, Yanga akiwa mwenyeji, ilipelekwa Guantanamo Bay. Watu wa Simba waliongea sana. Hivi sasa hii ni ngoma kama watu wanalipiziana au vipi? Watu wakizani kwamba kuna mkono wa Simba umetiwa ndani hapo, ili mradi tu ngoma iende kule. Singana, unataka basi nipe basi ni ile. Maki naona mdo alikwenda mpaka mdomoni. Unasikia swali au unahangaika na Singana? Maki mdo anataka ni ile mic sasa. Maki mdo ananigonga gonga kwenye mdomo. Jamani. Kamisi maneno ndio maana. Pige maneno ndugu yangu. Watu wanahisi kama kuna mkono wa Simba wamefanya makusudi kama kukomoana. Kwenye issue za kukomoana Simba na Yanga hiyo ni kawaida. Kwenye issue za kwamba wewe ulifanyiwa hivi na mimi nifanywe hivi. Kwa timu za Simba na Yanga hiyo ni kawaida. Mimi baada tu ya kuhamisha ule mchezo kwenda Amani Complex Zanzibar, ile mechi ya kwanza nilijua tu kwamba hata mechi ya pili Simba hawawezi kukubali mechi ichezeke wapi? Kwa Mkapa. Hiyo mimi nililijua, nililihisi na niliamini itakuwa hivyo. Of course sababu walotoa bodi ya ligi na TFF ni ya msingi, na inawezekana wenye uwanja ndo wamesema hivyo. Sio vizuri. Lakini ukweli ni kwamba Simba kwenye mechi ya kwanza hawakuridhika kabisa mechi kupelekwa Amani Complex Zanzibar. Walihisi kabisa ni hujuma. Sio vizuri. Kwa hiyo hata hichi ambacho kilichofanyika kwa mechi kwenda kuchezwa Meja Jenerali Isamuhyo, obviously mtu utafikiria kwamba Simba wameamua wao wenyewe, kwa sababu mwisho wa siku ule ni uwanja wao wa nyumbani. Umeona? Na mimi kama nilitabiri, ukipita kwenye peji yangu chini kule kuna video nilisema kwa sababu tumefungua hii room ya kwamba hii mechi kwa thamani iliyokuwa na, ujue mechi ya Simba na Yanga haipaswi tu kuwa mechi ambayo inaweza ikawa inazungumzwa kisiasa, kwa sababu hii ni mechi ambayo watu wengi wanataka kuingiza siasa nyingi sana kuliko uhalisia wenyewe. Mechi ya Simba na Yanga ilipaswa kuwa tunu ya taifa. Tunu ya taifa. Yaani mamlaka, wadau wa soka, kila mtu kuhakikisha kwamba anatoa mawazo yake chanya ili ile mechi ipigwe kwa viwango vikubwa pasina kuwa na makando yoyote. Sio kwa nini? Kwa sababu ni mechi ambayo inatoa taswira nzima ya mpira wetu. Ni mechi ambayo inautangaza mpira wetu kwa kiasi kikubwa. Ni mechi ambayo ndiyo mechi bora inazikutanisha timu bora za ligi kuu Tanzania bara. Ni mechi ambayo ina burudani kuanzia nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja. Ni mechi ambayo inabeba mashabiki wengi zaidi. Kwa hiyo automatically bodi ya ligi, TFF, mwenyeji wa huo mchezo atatengeneza kiasi kikubwa sana cha fedha. Sio nzuri. Kwa sababu ukiangalia mechi nyingi za ligi kuu Tanzania bara, mashabiki hawaingii. Mashabiki hawaingii sio kwa sababu labda hizo mechi zinakuwa ni mbovu au ni vipi. Kwa sababu mashabiki wengi wanazipenda sana Simba na Yanga kuliko mpira. Kabla nataka nikurudishe nyuma kidogo. Nakumbuka wakati mechi inapelekwa Zanzibar, ulikuwa mdau wa kwanza kabisa kuzungumza na mimi. Na moja ya hoja zako ambazo sitokani zisahau ni wewe kuzungumzia kwenye swala hadhi ya dabi, namna ambavyo inahitajika kuwa. Ukasema kabisa kwamba mechi kupelekwa Zanzibar
ni kama Young Africans walikuwa wanapoteza hadhi ya dabi namna ambavyo inahitajika kuwa. Nataka nikusikie leo hii tena, mechi imepelekwa Isamuyo, hadhi imepanda ama bado imeendelea kudidimizwa? Imeendelea kudidimizwa. Dabi ya Simba na Yanga, dabi ya Dar es Salaam. Dabi tuseme ni mchezo mkubwa Tanzania. Na hatukupaswa hata kuuita dabi. Mchezo wa Simba na Yanga haufai kuitwa dabi. Ulitakiwa utengenezee jina lake special. Unajua kwa mfano kama Spain, kwa nini Real Madrid na Barcelona inaitwa El Clasico? Kwa sababu ndio mechi kubwa zaidi yenye mvuto katika nchi ile. Kuipa hadhi ile, wameipa hadhi kidunia. Lakini ukienda ligi ya Ujerumani, kwa nini Borussia Dortmund na Bayern Munich imeitwa Der Klassiker? Ukienda Morocco kuna mechi ya FAR Rabat. Si unaelewa vizuri? Mechi ya FAR Rabat na Wydad Casablanca. Ile mechi imepewa hadhi ya El Clasico. FAR Rabat na Wydad Casablanca. Watu wafuatilia, lakini Wydad Casablanca na Raja Casablanca ni dabi. Ila FAR Rabat na Wydad Casablanca imepewa hadhi ya kuwa El Clasico, mechi yenye hadhi ya Kiafrika, ya kidunia. Yani dunia inapaswa kwenda kuiangalia ile mechi. Sasa kuna eneo sisi tunafanyaga sana siasa kwenye huu mchezo kwa sababu ya mazingira yaliyowahi kuwepo huko nyuma. Unajua maisha yanabadilika, miaka inabadilika, mambo yanabadilika, mambo hayawezi kuwa yale yale, inabidi watu wabadilike. Kama kuna usasa hivi sasa, watu waende kwenye usasa, fikra, mawazo. Na maana wenzetu sisi kadri ya muda unavyozidi kuona wanatushinda kwenye maendeleo. Kwa sababu sisi tumebakia pale pale. Watani wa jadi. Dabi ya Dar es Salaam. Mahasimu. Nini? Ni aina ya mechi ambayo hatutaki kuitengenezea thamani. Si tu kwenye ubora ndani ya uwanja, mpaka nje ya uwanja. Kinachoiua thamani ni siasa. Sawa. Kupelekwa sasa propaganda. Kupelekwa sasa Isamuyo ni pitch kama ambavyo tunavyozungumza, ama ni eneo la majukwaa, uwanja kuwa mdogo kwa accumulate, uwanja kuwa mdogo, eneo la majukwaa, pitch, kila kitu. Kwa hadhi ya mechi ya Simba na Yanga. Yani kwa mimi ni El Clasico yetu sisi wa Tanzania. El Clasico yetu sisi wa Tanzania kwa hadhi yake. Kuipeleka sijui Amani Complex mashabiki wachache, kuipeleka sijui Meja General Samuel mashabiki wachache, sibla vizuri, bado ile hadhi yake umeishusha. Na narudia tena kuambia, mechi ile ambayo ilipelekwa Amani Complex Zanzibar, mashabiki hawakujaza ule uwanja. Can you imagine? Watu watakiwa walifikiria, hivi kweli mechi ya Simba na Yanga kwa nini haijazi? Propaganda zimekuwa nyingi. Siasa, propaganda zimekuwa nyingi. Watu wamepoteza kabisa ule yani ya imani ile na mechi yenyewe, ukiacha tu Simba kufungwa mara nyingi. Kwa sababu kwa mfano hapa katikati sio kwamba Arsenal sijui Manchester sijui nani afungwe mara nyingi. Lakini kwa nini watu kadiri ya muda unavyozidi, Manchester United umeona sisi tunafungwa sana, lakini tuna hamu ya kwenda kuiangalia tu timu yetu. Sio vizuri, kwa sababu tuna mapenzi ya dhati na timu yetu, tuna mapenzi ya dhati na mpira. Sio unaelewa vizuri? Ndio maana hivyo. Lakini mchezo huu wa dabi hii ya Kariakoo, tena wamebeba dabi ya Kariakoo, hadhi yake imeshuka kulingana na siasa nyingi na propaganda nyingi, ujanja mwingi usiokuwa na maana. Mwisho wa siku tunaipeleka kwenye viwanja ambavyo havifai kuchezewa hii mechi. Lakini kwa sababu wao ndio wamekaribisha na ndio wanavyopenda hizi siasa, acha tuishi nao hivyo, watajijua wenyewe, kwa sababu si kazi yetu ni kushauri. Akili kichwani mwao. Wakiona sisi ni wabaya tunaposhauri, wakiona sisi hatufanyi sahihi kwenye huu mpira, kwamba labda sisi ndio tunafanya labda sijui huu mpira kushuka, is up to wao. Lakini lengo na madhumuni ni kutaka hizi timu zetu zifanikiwe zaidi, hii mechi iwe na hadhi ya kipekee. Kwa hiyo mimi naunga mkono Simba Sports Club kuipeleka mechi na ndi General Samuel, kwa sababu hii mechi, hii dabi ilishaingiliwa na siasa tangia mwanzo. Watu mnaitoa mechi kwenye uwanja mkubwa mnaipeleka kwenye uwanja sijui wapi. Jamani, hii haiwezi kukaa sawa. Hii ndio mechi yetu kubwa, lakini ukiongea watu wanakuambia tumeamua sisi ndio wenye nchi, sisi sijui nini.
shombo, maneno ya kashfa, kejeli, ujuaji mwingi na kadhalika. End of the day hadhi ya dabi inashuka, hadhi ya mechi yenyewe inaonekana ni ya kawaida. Acha Simba ipeleke Meja Jenerali Isamuhyo. Inaonekana hivi sasa mechi hii kuchezewa Meja Isamuhyo ni advantage kwa Simba, kwamba Simba anaweza kawa hapo kwenye mazingira mazuri kushinda huu mchezo kuliko Young Africans. Tunaweza tukaamini kwenyewe, lakini swali langu jingine ni kwamba Simba amepoteza michezo mingi sana ya dabi Benjamin Mkapa, na mashabiki wengi wa Simba kama ulikuwa unawasikia wakilalamika kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa hivi sasa si salama tena kwa Simba. Nadhani hizo hoja utakuwa umezisikia. Pengine Simba atakuwa ameyasikia haya maneno, lakini pia ni advantage kwa Simba pia mechi kuchezwa Isamuhyo. Yes, ni advantage kwa Simba. Kwanza ni uwanja wake wa nyumbani, amekuwa akiutumia kwenye mechi zake za nyumbani, anaujua zaidi ule uwanja vizuri kuliko labda Young Africans. Wachezaji wake wamekuwa wakifanya baadhi ya training pale, sio nzuri. Kwa hiyo wanafahamu vizuri ule uwanja kuliko timu yoyote. Kwa hiyo kwenye ile home advantage Simba ana nafasi kubwa sana ya kwenda kufanya vizuri kwenye ule uwanja kuliko Young Africans. Sio nzuri. Lakini kwa sababu ni mchezo mkubwa, ni mchezo ambao unazikutanisha timu zote mbili ambazo zina quality kubwa, huwezi kusema moja kwa moja kwamba Simba anaweza kaenda tu akashinda kirahisi huo mchezo. Ni ngumu. Japo umezungumza kuhusiana na mechi ya kwanza, Simba kupoteza mechi nyingi. Mechi ya kwanza ambayo ilipelekwa Amani Complex, watu walifikiria labda kwa sababu Yanga ameshaitumia labda Amani Complex kwenye mechi zile za klabu bingwa kwamba ingekuwa ni advantage kwake, lakini sio, tuliona quality ilionekana kuwa kubwa zaidi kwa upande wa Simba, na pengine kama muamuzi angekuwa fair kwenye ule mchezo, Yanga alikuwa amefungwa ule mchezo, sio vizuri, lakini muamuzi hakuwa fair, aliwanyonga Simba na kutokuwapa lile goli. Mwisho wa siku mechi kaisha sare, umeona, kwa maana ya suluhu ya bila. Kwa hiyo hata mechi hii ambayo inakwenda Meja Jenerali Isamuhyo, yes, Simba ana advantage kwa sababu kaisha utumia ule uwanja mara kibao, na ule uwanja unajua pitch yake ni kubwa, sio vizuri. Kwa kama unakutana na timu ambayo wachezaji wake hawajazoea ule uwanja, obviously wata struggle, watapata shida kwenye ule uwanja. Na mara kadhaa Yanga wamekuwa wakienda kwenye ule uwanja wakicheza na Lata na JKT Tanzania, imekuwa ngumu sana kupata matokeo. Imekuwa ni ngumu sana kupata matokeo, sio vizuri, kwa sababu ya ule ukubwa wa pichi, umeona. Lakini ni dabi.